Sekretariati ya Bunge inafanya kazi kwa mikataba ya miaka miwili. Tulivyoingia bunge la 11 tuliunda tena sekretariati ya Bunge na watumishi kwa mkataba wa miaka miwili. Mkataba wa watumishi hao ambao ndio watumishi watendaji waandamizi wa kambi wenye majukumu ya kufanya utafiti kwa niaba ya kambi, wenye majukumu ya kuandika hotuba za viongozi wa upinzani pamoja na mawaziri wote vivuli, wenye wajibu wa kutengeneza majibu na hotuba mbalimbali kuhusiana na sheria zinazoletwa ndani ya bunge, mikataba inaletwa ndani ya bunge, hoja binafsi za wabunge wa kambi na shughuli nyingine zote za wabunge wa kambi wa upinzani bungeni. Kwa uchache wa watu hawa tulikuwa na watumishi 4 tu. Tulikuwa tunalalamika kwamba watumishi hawa hawatoshi, tukitaka ofisi ya bunge ituongezee waweze kufikia angalau 12, hasa tukichukulia maanani kwamba kwa mfano bunge la bajeti, waziri wa serikali anatumia miezi 6 kuandaa hotuba yake ya bunge, hotuba yake ya bajeti, na waziri ana wasaidizi chungu nzima, wakiwepo makatibu wakuu, wakiwepo makamishna, wakurugenzi, ana watumishi wengi chini ya serikali. Kwa hiyo tunategemea na waziri kivuli wa kambi rasmi upinzani bungeni aweze kuandaa hotuba itakayokidhi maslahi na interest za Watanzania wote. Sasa kuwa na watumishi 4 katika kambi nzima ya upinzani bungeni wanadili na wizara zote, kwa kweli ni understaffing ya makusudi. Bunge lina watumishi zaidi ya 400. Kutoa watumishi 4 ndio wanaohudumia kambi nzima ya upinzani bungeni yenye wizara zote, ya kupitia sheria zote, ya kupitia maitifaki mbalimbali, ya kupitia hoja za wabunge mmoja. Kwa kweli tunaamini kabisa this is understaffing, na mkakati huu unafanywa makusudi ili kuizuia kambi yetu isiweze kuwa na watumishi wa kutosha kutekeleza wajibu wao kwa manufaa ya taifa letu. Sasa katika bunge letu hili la 11, kwa bahati mbaya sana watumishi hawa waliingia mkataba na bunge, mkataba ambao ulikuwa unakwisha mwezi wa 12 mwaka jana, na hitaji la kurenew mikataba yao ili waendelee kutumikia ofisi ya kambi rasmi ya upinzani bungeni ni mikataba ambayo inaandaliwa kwa mapendekezo yetu sisi wenye kambi. Kwa sababu sisi ndio wenye kambi, ndio tunajua tuna sera gani zinatakiwa kusimamiwa. Sisi ndio ambao tunapendekeza ni nani wapewe mikataba na ofisi ya katibu wa bunge ili waweze kutekeleza majukumu yao. Kwa mwaka jana tarehe 7 mwezi wa 11 niliandika barua ya dokezo la kiofisi kwa spika na katibu wa bunge nikitaarifu kwamba mikataba ya watumishi wa sekretariati ya bunge inakwisha tarehe 20 mwezi wa 12. Kwa hiyo taratibu za mapema ziandaliwe, na sisi tunapendekeza watumishi wale wapewe tena mikataba mipya, kwa sababu wana uzoefu, wana rekodi nzima za kambi, waweze tena kufanya kazi hiyo kwa kipindi cha miaka 2. Nasikitika kuambia hadi leo tunapozungumza, tangu mwezi wa 12 wale watumishi mikataba yao haijawa renewed, na hakuna majibu rasmi niliyopata kujibu dokezo langu nililoandika kwa ofisi ya spika na kwa katibu wa bunge kuhusiana na jambo hilo. Kama vile hilo halitoshi, kwenye bunge la mwezi wa Januari, ofisi ya katibu wa bunge iliamuru watumishi wote wa sekretariati ya ofisi ya kambi rasmi ya upinzani bungeni waondoke kwenye ofisi za bunge, na tangu Januari mpaka leo tunapozungumza hakuna hata mmoja ameshawahi kuruhusiwa kufika hata kwenye geti za bunge. Hawa ni watumishi ambao wanafanya kazi kubwa kwa niaba ya kambi na kwa niaba ya taifa. Wanafukuzwa kwenye ofisi za umma kama vile ni vibaka, wakati ofisi ya katibu wa bunge ikijua kabisa hawa ni watumishi ambao hata kama mikataba yao imekwisha
inastahili kuwa renewed kwa sababu ndio matakwa ya kambi rasmi ya upinzani bungeni. Na wanajua ofisi ya kambi rasmi ya upinzani bungeni sio madawati na kompyuta, wala sio vyumba vya ofisi, ni watumishi na watendaji katika ofisi hizi. Kwa ndugu wanahabari na ndugu wa Tanzania, watumishi hawa walifukuzwa ofisini kuanzia Januari. Mimi binafsi nilisikitika, nikashangaa katibu wa bunge anapata hicho kiburi cha kuwafukuza watumishi ndani ya ofisi yangu bila hata kuniconsult mimi. Kiungwana nikamfuata katibu wa bunge. Nikamwambia katibu wa bunge, hawa watumishi unawafukuza unceremoniously. Sio wezi hawa. Hawa ni wanataaluma. Wanalijua bunge pengine kuliko wewe katibu wa bunge ambaye ni mgeni. Unapowatimua tu unategemea kazi za kambi ya upinzani bungeni, ofisi ya Dodoma na ofisi ya Dar es Salaam. Utafiti kwa wabunge, utafiti kuhusu sheria, kuhusu masuala ya budget, unategemea atafanya nani hiyo kazi? Alichojibu katibu aliniambia, mimi naendesha bunge kwa kufuata kanuni, na mwenye uwezo wa kufanya maamuzi tofauti ni spika, na spika yuko nje ya nchi kwa matibabu. Atakaporejea spika atafanyia maamuzi jambo hili. Nilimfahamisha katibu wa bunge kwamba spika ni kiongozi wa bunge, lakini spika sio bunge. Ofisi ya spika sio Ndugai. Ofisi ya spika ni taasisi in itself, ina naibu spika, na lazima spika elewe hii ofisi sio ya Mbowe wala sio yake. Hii ni ofisi ya umma. Uwepo wa kambi rasmi ya upinzani bungeni sio fadhila, sio fadhila, ni hitaji la kikatiba, ni hitaji la wananchi, na kiongozi yote mwenye ofisi ya umma anastahili kulielewa hili. Kambi rasmi ya upinzani bungeni ikishindwa kufanya majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na matarajio ya Watanzania, lawama zinakuja kwenye kambi, zinakuja kwenye bunge, ni hasara kwa taifa. Sasa viongozi wetu wasijui huu ushabiki wa vyama wanaotoa wapi. Alistahili kuelewa vile vile kwamba ofisi ya kiongozi wa upinzani bungeni haiwezi kufanya kazi kama haina watendaji. Huyu mtu hakunielewa. Na mpaka leo tunapozungumza, bunge la bajeti limeanza jana. Ofisi inayoitwa kambi ya upinzani bungeni haina mtumishi hata mmoja ambaye ni mtaalamu wa kuandika hotuba, kuchambua budget, kufanya tafiti za kibudget, kwa sababu watumishi hawa tangu Disemba hadi leo hawajalipwa. Wamepigwa marufuku kufika ofisi za bunge Dar es Salaam, wamepigwa marufuku kufika ofisi za bunge Dodoma, na bado watumishi wa bunge akiwemo spika, akiwemo katibu wake, wanategemea kambi ya upinzani na weze kaandaa hotuba bila watu ndani ya ofisi. Sasa hili linapelekea bibi kuzungumza kwamba tunapozungumza leo kambi yetu haina mtumishi hata mmoja. Kuna sekretari ambaye kazi hizi hazimuhusu, sio sekretariati ya chama wala sio sekretariati ya kambi. Kwa hiyo hatuna mtaalamu hata mmoja wa kuandaa hotuba za kambi, kufanya uchambuzi wa bajeti, kufanya uchambuzi wa maramdama ya bunge. Hatuna hata mtumishi mmoja. Alafu leo naibu spika anatangaza bungeni kwamba kambi imechelewa kuleta hotuba. Kwa hiyo hotuba ya kambi ya upinzani bungeni haitasoma. Hiyo hotuba itoke wapi, Mama Tulia? Mama Tulia anategemea hiyo hotuba itoke wapi? Watumishi wote ambao wana wajibu wa kuandaa mmekataa wasiingie bungeni makusudi kabisa. Na katibu anajitetea, anasema kwamba hawa mikataba yao imeisha. Kwa hiyo kama ni kuwapa mikataba lazima spika arudi, iitwe tume ya bunge ndio iweze kurenew mikataba yao. Na hata ninyi waandishi wa habari mkienda kwao watawaambia maneno hayo. Lakini taarifa hizi ni potofu, ni taarifa za makusudi, ni taarifa za uongo. Na nitasema kwa sababu gani. Tunapozungumza hapa, bunge lina watumishi 37 wa mikataba. Hawa watumishi 37 wa mikataba wote mikataba yao ilisha Disemba mwaka jana. Na katika hawa watumishi wa mikataba
walikuwepo watumishi wa kambi rasmi wa upinzani bungeni, walikuwepo watumishi wa Chama cha Mapinduzi, walikuwepo watumishi wengine wa bunge. Wote hao hakuna aliyefukuzwa kazi, hakuna aliyenyimwa kufika bungeni. Wa CCM wako ofisini, pamoja na kwamba wabunge wa CCM wana serikali, wana makatibu wa kamati. Kila kamati ya kudumu ya wabunge ina wasaidizi wasiopungua 4 ambao wanaandaa hotuba za wenye viti wa kamati za bunge. Kila waziri ana makumi na mamia ya watu ambao wako nyuma yake kumsaidia kuandaa budget na hotuba yake ya budget. Mawaziri kivuli hao wa kambi ya upinzani bungeni hawana mtumishi hata mmoja. Hata wao 4 wamezuiwa kuingia bungeni. Sasa leo wanategemea kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni ambaye wanajua yuko Segerea angeandalia hotuba Segerea. Segerea kule kuna secretariat. Alafu wanashangaa leo, kwa sababu mimi Mbowe naweza nisiwepo kweli nikawa niko Segerea ama mahali pengine kokote, ofisi ikawepo ikafanya kazi yake. Mmetunua wafanyakazi wote, ofisi nzima mmeiondoa, alafu mnategemea hotuba itoke wapi? Sasa ndugu waandishi wa habari, nimewaita kuambia jambo moja. Spika amerejea jana na leo nimepata taarifa kwamba anakusudia kuita tume ya bunge wiki ijayo kuweza kujadili mambo mbalimbali ikiwemo suala la watumishi wa kambi rasmi upinzani bungeni. Lakini hapo katikati ofisi yangu binafsi ilijaribu kufanya mawasiliano na spika akiwa matibabuni nchini India. Na hili niliombea radhi sana, kwa sababu mtu anapokuwa kwenye matibabu hivi sio vyema sana kumuingiza kwenye masuala ya kiofisi. Lakini baada ya kuona kwamba katibu wa bunge haelewi, yeye mkakati wake ni kuua upinzani bungeni, nililazimika kumtafuta spika akiwa India. Kuambia spika, umeacha ofisi yako huku, lakini msaidizi wako katibu wa bunge haelewi kazi za bunge. Huyu mtu ni mgeni na amekuja hapa kwa ajenda moja, kufikiri anathibiti vipi kambi rasmi upinzani bungeni.